Matunda ya Roho Mtakatifu, sehemu ya 4. Nadhani hii ndio itakuwa sehemu ya mwisho kuhusiana na Roho Mtakatifu kama sikosei. Nilikuwa nimefikia kuhusiana na tunda la Roho Mtakatifu ambao ni amani. Sasa nimefika kwa tunda lingine ambao ni uvumilivu. Nadhani unajua mtu ambaye ako na uvumilivu wa mambo, ameteseka lakini anavumilia mpaka ile siku ambayo Yesu atamtendea. Hiyo inakuanga nao ni tunda la Roho Mtakatifu. Umepitia mangumu lakini una matumaini, uko na uvumilivu wa kuvumilia mpaka siku ile ambayo Yesu ataamua atakutendea. Lakini pia kuna tunda lingine ambao ni utu wema. Kuna tunda lingine ambao ni fadhili. Kuna tunda lingine ambao ni uaminifu. Hapa kwa uaminifu ningependa uelewe jambo moja, kwamba mtu ameokoka haimaanishi kwamba huyu mtu ni mwaminifu. Usichukue mtu ukamwajiri kwenye duka yako ama kwenye biashara yako ama ukamweka kwenye nyumba yako mahali ambapo mmeoana, ukasema kwamba huyu mtu kwa sababu ni mwaminifu, kwa sababu ameokoka atakuwa mwaminifu. Hapana. Kuna watu ambao wameokoka lakini sio waaminifu. Huyu mtu ukiweka pochi lako hapo lina pesa, utashangaa kwamba amepita nao. Na si eti kwamba hajaokoka, ameokoka. Kuokoka ni kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Lakini kuzaliwa kwa matunda ya Roho Mtakatifu kunategemeanga kwamba umempokea Roho Mtakatifu ndani yako na hiyo tunda limezaliwa. Ndio maana kuna watu wameokoka, lakini unashangaa kwamba watu hao wako na hasira ya kufa mtu. Ina maana kwamba huyu mtu tunda la furaha haijazaliwa ndani yake. Ana hasira tu kila wakati, lakini ameokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia mtu kama Judas Iskariote, alikuwa anatembea na Yesu. Alikuwa ni mweka hazina, yaani mtu ambaye alikuwa anaweka account. Zile sandaka zikiwa zinakuwa collected, yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaweka. Lakini huyu mtu hakuwa ameokoka, hakuwa na uaminifu. Ndio maana unaona kwamba alimuuza Yesu kwa kipande fulani cha fedha, kwa sababu alikuwa ndio ameokoka, lakini huyu mtu ana uaminifu ndani yake. Akamsaliti Yesu kwa sababu ya kukosa tunda la uaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa mtu ameokoka haimaanishi kwamba huyu mtu ni mwaminifu. Lakini pia kuna tunda lingine la Roho Mtakatifu ambao ni tunda la upole. Nadhani kuna watu ambao umewahi kukutana nao, si eti kwamba huyu mtu ameokoka, si eti kwamba huyu mtu anafanyanga mambo makubwa sana, lakini mtu mpole tu. Hata ukimfanyia nini unaona kwamba yeye ni mpole tu katika maamuzi. Ina maana kwamba huyu mtu kuna tunda la upole limezaliwa ndani yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna tunda lingine la kiasi. Maandiko kwenye kitabu cha Timotheo anasema kwamba kwa maana tukipewa roho ya woga, bali ya nguvu na upendo na moyo wa kiasi. Kiasi ni pale ambapo utakuwa unaweza ukajikontrol kuhusiana na jambo fulani. Naongea hasa na wale watu ambao wameingia kwenye bet company. Kwenye bet company kuna company zingine ambazo wanachechesha kuna beti ambayo inahusiana na madege kule. Sijui inaitwa Aviator ama inaitwa nini. Aviator ni ndege ambayo ukiipanda uhakishiwi kama utafika kule utaenda. Lakini pia mwenye ndege anafurahia wakati ile ndege inaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa lazima ukuwe na tunda la kiasi katika kubeti hii ndege kwamba litakupea pesa. Lakini pia tunda la kiasi linafaa kwa wale ambao wako kwenye ndoa, wako kwenye biashara na wanafanya mambo ambao wanataka maendeleo. Tunda la kiasi ni la maana sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa na self control kwenye maisha yako. Haleluya. Sasa nimetaja matunda mengi tu ya Roho Mtakatifu. Nadhani nimeishia pale kuhusiana na matunda ya Roho Mtakatifu. Lakini kuna kitu ambacho ningependa ukielewe siku ya leo. Maandiko yanasema ya kwamba kila tawi ndani yenu lisilozaa matunda ukatwa na kutupwa motoni. Hicho ni kitabu cha Mithali mlango wa 7 na mstari wa 19. Kama Yesu akija kwako akapata hakuna tunda ambao umelizalisha ndani yako, ni bila shaka atakuondoa kwenye hiyo nafasi. Atakuondoa kwenye hiyo kazi. Ataondosha hicho ambacho ulikuwa unakifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna maandiko ambayo kwenye kitabu cha Mathayo 21 na mstari wa 19. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu alipokuwa anatoka Yerusalemu
akielekea sijui Bethania ama Bethfage, maandiko anasema akaona mti unaitwa mtini. Ule mti ulikuwa una matunda, lakini Yesu alikuwa anajaa, alikuwa anatamani aone angalau tunda ili ale kwenye ule mtini. Lakini alienda akaangalia ule mtini akaona hauna chochote. Maandiko anasema ya kwamba akaulaani ule mtini, akasema tangu sasa mtu asile kutoka kwako. Kilichomfanya Yesu aulaani ule mtini ni kwa sababu haukuwa na matunda. Kuna watu ambao wamepewa position nzuri katika kazi ambazo wanazifanya. Ulimuomba Yesu ukamwambia Yesu, nataka unibariki, nataka unipee kazi nzuri. Yesu akakupea. Kuna watu ambao Yesu ameweka kwenye position nzuri kwenye ndoa, akawapea waume wazuri, akawapea wake, akawapea watu ambao wale watu wanaweza wakatoa msaada. Yesu anatamani aone unazalisha kwenye nafasi yako. Anataka aone matunda ambao unazalisha katika ufalme wako kwenye kila nafasi ambao unazalisha. Ikitokea kwamba Yesu atakuwa kwenye hiyo nafasi ya kupea pesa, lakini katika ulimwengu wa mbinguni hakuna kitu unazalisha, ujue kwamba kuna siku atakuja akulaani. Kuna siku atakuja akuondoshe kwenye hiyo nafasi yako. Maandiko yanasema yeye mwenye kitu ataongezewa, lakini asiye na kitu, hata hicho kidogo alicho nacho atanyang'anywa na kitapewa yule ambaye anazalisha. Usije kwenye maisha yako Yesu akakupata kwamba amekupea resources mingi, lakini hakuna kitu ambacho kinatokana na hizo resources. Ujue kwamba huo wakati ndio Yesu atakuondosha kwenye nafasi yako. Nadhani unanielewa. Kama vile ule mtini ulilaaniwa, ujue kwamba mtini sasa ni wewe ambao umewekwa kwenye nafasi nzuri. Kama ana ule mtini ulikuwa umewekwa kwenye nafasi ambao kuna mbolea, mahali kuna maji, lakini Yesu anakuja anapata ule mti unastawi vizuri, matawi yake yanapendeza, lakini hauna matunda. Yesu akaulaani. Naongea na wewe ambao uko kwenye nafasi nzuri. Yesu ulimuomba Yesu akupee kazi na akakupea. Lazima katika ulimwengu wa mbinguni tuone kuna matunda ambao unayazalisha. Kwenye kile kitabu cha Yohana mlango wa 15 na mstari wa 2. Maandiko yanasema kila tawi ndani yangu lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa, lakini kila tawi ambalo alizai uliondosha. Huyu ni Yesu anaongea, anasema kama itatokea kuna tawi ambalo liko ndani yangu, inatokea kuna mtu nilimuokoa, lakini baada ya kuwa nimemuokoa amebakia kuwa mtu wa kawaida, hakuna faida analeta katika ufalme wa mbinguni. Ile kazi nilimleta hapa duniani ama nilimuokoa ili aifanyi tena, na hakuna kitu anazalisha matunda. Anasema ya kwamba atakuondosha. Kuna watu leo hii wamekufa. Kuna watu ambao leo hii kazi zao zimekufa, biashara zao zimekufa, kwa sababu Yesu alikupea hiyo kazi, alikupea hiyo ndoa, alikuweka kwenye hiyo nafasi, lakini akaangalia akaona hakuna kitu unazalisha, akachukua akapea mtu mwingine. Yeye mwenye kitu ataongezewa, lakini asiye na kitu, hata kale kadogo uliko nako, Yesu atachukua na atapea yule ambaye anazalisha. Sijui kama anaeleweka. Nataka pia nisome kwenye kile kitabu cha Isaya mlango wa 3 na mstari wa 10. Maandiko yanasema ya kwamba waambieni wenye haki ya kwamba watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Hao ni wenye haki. Kila mtu ambaye anafanya haki katika ufalme wa mbinguni, hata kama itachelewa kwa namna gani, ujue kwamba kuna siku ambayo utakula matunda yako. Ujue kwamba maandiko yanasema ya kwamba Mungu sio mwanadamu hata aseme uongo. Kwa hivyo ina maana kwamba akisema kwamba waambieni wenye haki watakuwa heri, kwa maana watakula matunda ya matendo yao. Kuna matendo mazuri umekuwa ukiyafanya katika ufalme wa mbinguni. Kuna kazi ambayo Mungu alikuitia hapa duniani ambao umekuwa ukiifanya. Ujue kwamba kuna siku utakula matunda yake. Ndio maana unaona kwamba Petro siku moja anamuuliza Yesu, sisi ambao tumeacha wake zetu, tukaacha vitu zetu zote, tukakufuata, tutapata nini? Yesu akawaambia, hapa duniani utapata mara 100, lakini zaidi ya yote ufalme wa mbinguni hakuna kazi ambao ni hasara kama itazaa matunda katika ufalme wa mbinguni. Lakini ikitokea kwamba utakuwa umepewa kazi, umewekwa kwenye nafasi, lakini hakuna kitu unachozalisha, ujue kwamba hapo ndio Yesu atakuja na atakuondosha kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue kwamba maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa 16, nasema ya kwamba tutawajua kwa matunda yao. Yale matunda ambao unazalisha, tutajua kwamba umeyazalisha kwa mwili ama kwa roho. Sasa ukizalisha matunda kwenye maisha yako, hakikisha kwamba ni Roho Mtakatifu wa Bwana anayazalisha ndani yako. Unazalisha kwa nguvu za Mungu, unazalisha kwa uwezo wa Bwana na sio kwa nguvu za giza. Barikiwa.